Ni katika kituo cha mafunzo ya usanifu majenzi cha TAWA kilichopo kijiji cha Mhaga Kisarawe mkoani Pwani. Viongozi waandamizi wa TAWA na UNDP na wasichana wenye ari ya kuwa wasanifu majenzi wamekusanyika bila kujali mvua kubwa iliyokuwa inanyesha. Ushirikiano huu unalenga kuleta mageuzi makubwa kwa kutumia rasilimali za ujenzi zinazopatikana eneo hili, ikiwemo udongo, mawe na mchanga, ili kutengeneza nyumba bora na za gharama nafuu. Msimamizi miradi wa TAWA, Joyce Saidi, anaeleza. Tunao furaha kubwa sana kwa siku ya leo ambapo TAWA imesaini makubaliano ya miaka 3 pamoja na UNDP Tanzania kwa ajili ya kuendeleza yale mafunzo tunayoyafanya kwa wanawake, especially kwenye neglected mines ambapo sisi tunatumia udongo. Mwakilishi mkazi wa UNDP nchini Tanzania, Shigeki Komatsubara, akafunguka kuhusu makubaliano hayo akisema, ni zaidi ya karatasi, ni mwitikio wa vitendo kwa changamoto 3 zinazotukabili: hitaji la haraka la nyumba zinazohimili mabadiliko ya tabia nchi, umuhimu wa kulinda mazingira katika ujenzi, na kutanua fursa za kiuchumi kwa wanawake na makundi yasiyopewa kipaumbele. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa TAWA Victoria Hellman, ambaye aliwahi kuwa mhadhiri chuo kikuu cha ardhi, anasema, nia yetu ni kuangalia hii taasisi jinsi gani itasaidia wanawake sasa vijijini kuweza kufanya kitu kwa kuboresha maisha yao. Godfrey Nyamrunda, mwakilishi wa UNDP huko Zanzibar na meneja mradi wa kuendeleza madini yaliyopuuzwa kama yale ya ujenzi na viwandani, amezungumzia ushirikiano wao na TAWA. Tumeingia makubaliano na wenzetu wa TAWA ambao wao wamebobea katika masuala ya ujenzi na usanifu wa miundombinu na majengo, lakini sisi tumebobea kwenye upande wa kupromote haya madini ya ujenzi na madini viwandani. Wanufaika ni familia zenye hali duni na hawalipi chochote. Baada ya mafunzo ya miezi 4, wahitimu wanapelekwa Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi nchini Tanzania, VETA. Huko wanapata vyeti rasmi vinavyotambuliwa na serikali. Umri wa wasichana hawa ni miaka 18 hadi 35, hususan walioshindwa kupata elimu rasmi kutoka pande zote za Tanzania. Mmoja wao anatupatia simulizi yake. Kwa majina naitwa Goreson. Ndoto yangu mikubwa ni kuwa mfanisi majengo. Kwa hiyo hapa nikuta wanajenga, nikashawishika, afu wanajenga vitu vizuri na kuna elimu kubwa zaidi. Nikaamua nije nianzie hapo kwenye safari yangu ya kuwa mfanisi majengo. Tangu mwaka 2021 hadi sasa, mradi huu umetoa mafunzo kwa wanawake 140 ambapo 50 miongoni mwao wamepata vyeti vya VETA, huku nyumba 17 tayari zimejengwa.